Kulikuwa na wakati ambapo Juma na Lina walionekana kuwa mfano wa kile tunachokiita upendo halisi. Walikutana wakiwa bado vijana kwenye tamasha dogo la kijiji lililofurika muziki wa taarab na harufu ya mishkaki. Juma alimwangalia Lina kama mtu aliyeona nyota angani zikimgusa moja kwa moja. Lina, kwa tabasamu lake tulivu na macho yenye utulivu wa mtu anayejua thamani ya amani, alikubali moyo wake. Wakaamua kuanza maisha pamoja. Miaka ya mwanzo ilikuwa yenye furaha. Walikuwa wanaishi kwa kushirikiana, wakipanga mipango, wakijenga ndoto na wakicheka pamoja jioni wakiwa wameketi sebuleni wakinywa chai. Lakini ndoto moja ilibaki kuwa kivuli cha kimya nyuma yao, mtoto. Mwaka wa kwanza ukapita. Wakasema bado mapema. Mwaka wa pili. Wakasema labda Mungu bado anaandika majira yake. Mwaka wa tatu. Ndipo sauti za watu zilipoanza kuingia taratibu, kama upepo unaovuma dirishani usiku. Lina pengine ndiye ana matatizo. Wanawake wengine wanazaa mapema sana, lakini yeye bado. Juma ni kijana mwenye nguvu, huwezi kuniambia yeye ndiyo tatizo. Maneno hayo hayakusemwa mbele ya Lina moja kwa moja, lakini wanawake wa kijijini walikuwa na sanaa ya kuyatuma hewani, yakafika nyumbani hata bila mjumbe. Lina alijua. Alihisi. Lakini hakuwahi kulalamika. Alikuwa na moyo uliotulia kama maji ya ziwa asubuhi. Juma mwanzoni hakujali minong'ono hiyo. Alikuwa akimwambia Lina, usijali. Sisi ni sisi. Watoto watakuja. Lakini kadiri miaka ilivyoendelea, maneno ya watu yakawa kama tone la maji linalodondoka mahali pamoja kila saa. Hata jiwe lililo imara hujikita ufa. Akaanza kubadilika. Hakusema kitu, lakini Lina aliliona katika jicho lake. Alianza kukaa kimya meza ya chakula, mara nyingi akitoka nje akisema anaenda kupumua. Wakati mwingine alikuwa akitabasamu mbele za watu, lakini ndani ya nyumba kulikuwa na ukimya ambao usingeweza kujazwa na redio wala mazungumzo ya kawaida. Siku moja familia ya Juma ilikuja kutembelea. Mazungumzo yalionekana ya kawaida mwanzoni, lakini taratibu yakageuka kuwa mashambulizi ya kificho. Mwanamke wa nyumbani lazima awe na uwezo wa kuendeleza kizazi. Wengine wanazaa mapacha, hapa bado kimya tu. Lina alikaa kimya, akishika kikombe cha chai mikononi kana kwamba ndio kingine kilichompa joto. Juma hakusema neno la kuitetea. Hakusema, muacheni. Hakusema, hili si kosa lake. Aliangalia pembeni tu. Na hapo ndipo ufa ukawa si ufa tena, ukawa ukuta unaoongezeka kila siku. Miaka ilipoendelea kusogea, Lina hakukaa kimya kama mtu anayeacha upepo umchukue. Alikuwa mwanamke wa kuamini matumaini, mwanamke wa kusimama hata wakati ardhi inatikisika chini ya miguu yake. Alianza safari ndefu ya kutafuta tiba. Mara akaenda hospitali ya wilaya, mara akatembelea wataalamu wa afya mjini, mara kwa waganga wa mimea wanaojulikana na wanawake wengi vijijini. Kila mahali alipofika, alijaribu kufuata maarifa aliyopata, huku akitumaini siku moja kutaibuka ishara ndogo tu ya matumaini. Usiku mwingi alikuwa ameinamisha uso kwenye mkeka, mikono yake ikiwa juu, akisema kwa sauti ya taratibu, Mungu, kama ni mapenzi yako, niepushe haya machozi. Lakini wakati yeye anaomba, Juma alikuwa anabadilika taratibu. Hakikuwa kile kibadiliko cha hasira za ghafla, bali kile cha kimya, kilichojaa ukavu. Tabasamu lake lilipungua, maongezi yakawa mafupi, na muda mwingi alianza kutumia nje ya nyumba. Alikuwa anaangalia ndugu hali, wanandoa wengine waliokuwa na watoto, na mioyo ya wanawake waliokuwa wakifanya kazi za mama kanisani. Hapo ndipo jambo lilianza kuzidi kumkera. Siku moja, baada ya kurudi kutoka hospitali ambako Lina alifanywa vipimo tena, alikuta Juma anakaa sebuleni. Kulikuwa na ukimya mzito, kama ule wa mbele ya mvua kubwa kunyesha. Lina alipomsogelea, akimwambia kwa sauti iliyojaa matumaini madogo, daktari amesema bado tunaweza kujaribu njia nyingine, Juma hakutaka kusikia. Aligeuka na kumtazama kwa macho ambayo hayakuwa na ule upendo wa zamani. Akasema bila kutetemeka, bila kujificha, Lina, nimechoka. Sitaki kuendelea kuishi maisha haya bila mtoto. Kila mtu ananiangalia kama sina uwezo. Mimi nahitaji familia yangu. Sitaki zaidi ya hilo. Maneno hayo yalikuwa kama kisu, si kwa kasi kali, bali kama kisu kinachokatakata taratibu, kinaacha maumivu yanayochoma ndani. Lina alinyamaza. Alijaribu kutabasamu kana kwamba alipambana na machozi. Akasema kwa sauti ya chini sana, ambayo huenda hata kuta hazikusikia, lakini ndoa yetu ni nini kama sisi si wawili?
Juma akainuka, akavuta pumzi ndefu na kusema, sikatai kuwa tumekuwa pamoja kwa muda mrefu. Lakini kama hakuna mtoto, hii ndoa haina maana tena. Hakukuwa na hoja zaidi ya hapo. Hakukuwa na mjadala. Hakukuwa na kumbusho la safari yao yote. Siku iliyofuata, Juma alijaza karatasi za talaka. Hakutaka kusubiri tena. Kwa maneno machache tu, akaifunga miaka yote ya safari ya upendo. Lina akatoka akiwa na begi moja tu la nguo, lakini moyoni akiwa amebeba maumivu mazito kuliko kitu kingine chochote. Baada ya talaka, maisha ya Juma yalibadilika kwa kasi kama mvua ya ghafla kwenye jua kali. Hakutaka kukaa peke yake kwa muda mrefu. Alikuwa tayari ameshajengewa wazo kuwa furaha yake ipo kwenye kupata mtoto, si kwenye kujenga tena msingi wa upendo aliouharibu. Hivyo hakupoteza muda. Katika kipindi kifupi tu, watu walianza kumuona Juma akitembea na mwanamke mpya, Amina. Amina alikuwa maridadi kwa namna ya utulivu. Tabasamu lake lilikuwa nyepesi, sauti yake ya upole ilionekana kusuka hewa kuwa laini. Alionekana kama mtu anayejua kujizuia, anayejua kutabasamu hata wakati wa mazungumzo madogo. Na muhimu zaidi, habari ilisambaa kuwa Amina alishawahi kuzaa mtoto wa ujauzito wa awali, lakini mtoto alifariki. Hilo likampa sifa kwa macho ya watu. Basi sasa Juma amepata mwanamke wa kweli, sio kama yule wa zamani. Nafikiri huyo atamletea watoto mapema tu. Maneno hayo yalizunguka kama hewa. Hakuna aliyesema kwa sauti rasmi, lakini kila kona ya kijiji, kila kikao cha jirani na jirani kilikuwa kimejaa hukumu isiyo na huruma. Lina ndiye aliyekuwa tatizo. Wakati huo, Lina hakuwepo tena kijijini. Alikuwa amehamia kwa ndugu zake mjini. Lakini jina lake halikuondoka. Watu walipenda kulizungumza kana kwamba ni hadithi ya kisomo. Kajua sasa nini maana ya ndoa. Kama mwanamke hawezi kuzaa, anabaki tu kama kivuli. Hakuna aliyewahi kujiuliza kama Lina alikuwa na maumivu, kama alilia usiku, kama alihitaji mkono wa kumfariji. Watu walikuwa na haraka ya kumpa Juma nafasi ya kuonekana mshindi wa hadithi hiyo. Juma na Amina walianza kupanga maisha yao. Walipanga harusi ndogo ya mwanzo, ya kufahamiana na familia, lakini Juma alitaka zaidi. Alitaka harusi itakayowafanya watu washike vichwa na kusema, alijua kuchagua. Hana maamuzi ya ajabu kama zamani. Tabasamu la Juma lilirejea, lakini si kwa sababu alikuwa na amani. Ni kwa sababu alihisi amepata uthibitisho wa kile alichokuwa anajisemea moyoni. Nilikuwa sahihi. Nilitakiwa kuondoka. Katika mioyo ya watu, Amina alianza kuonekana kama nembo ya tumaini jipya kwa Juma. Kwa haraka, bila hata kujua yaliyokuwa moyoni mwake, walimuita mama wa kesho, malkia wa kizazi cha Juma. Wakati huo huo, jina la Lina liligeuka kuwa kivuli tu, simulizi lililopindishwa na maneno ya watu. Lakini maisha yana tabia ya kuandika kurasa kimya kimya, kurasa ambazo baadaye humshangaza kila mtu. Harusi ya Juma na Amina haikupangwa kama tukio la kawaida. Haikuwa tu sherehe ya kukata keki na kucheza mziki wa taratibu. Juma alitaka iwe harusi ambayo ingetikisa kijiji, iwe mfano wa kusema kwa sauti kubwa, maisha yangu sasa yamekuwa bora. Amina, akiwa mpole na mwenye tabia ya kusikiza zaidi kuliko kuzungumza, alifuata tu mipango kama ilivyowekwa. Wakati Juma anachagua ukumbi mkubwa mjini, Amina alikuwa akichagua rangi za mapambo ambazo zingeleta utulivu. Wakati watu wakihangaikia mwaliko wa viongozi na marafiki wenye majina, Amina alikuwa akihakikisha nguo za wapambe zinapangwa vizuri. Lakini watu wote walijua kwamba harusi hii haikuwa tu harusi ya upendo, bali harusi ya uthibitisho. Juma alitaka dunia ijue kuwa safari yake haikuishia pale alipomwacha Lina. Alitaka watu waone, wajue, waseme na wasimame wakishuhudia. Ndiyo, sasa ameondoka gizani, yuko kwenye mwanga. Kwa kifupi, alikuwa anapambana na kivuli cha Lina, hata kama hakusema hilo kwa sauti. Watu waliposikia juu ya harusi hiyo, gumzo likaanza kama kawaida. Sasa ndo harusi ya kweli hii. Huyo Amina anaonekana mnyenyekevu, atamletea watoto. Juma ameamka. Alikuwa anapoteza muda tu. Juma alitabasamu kila alipolisikia hilo. Tabasamu la mtu anayejiona yuko upande sahihi wa hadithi. Lakini ndani ya hilo tabasamu kulikuwa na kitu kingine. Kuna sauti ya ndani ilimwambia bado hajamaliza kuhakikishia ulimwengu kuwa hakukosea. Siku moja, akiwa amekaa na rafiki zake kwenye mgahawa, wakiwa wanapanga jinsi wageni watakavyopokelewa, rafiki mmoja alisema kifupi,
Kama Lina angekuja kuona sasa. Kauli hiyo ilikata hewa. Juma alinyamaza, lakini macho yake yalimetameta mawazo ya ghafla. Wazo lilipaa ndani yake, likakaa pale kama ndege aliyepata kiota. Kama Lina angekuja. Kama angeona mapambo, shangwe, watu na furaha. Kama angeona jinsi maisha yanavyong'aa bila yeye. Je, hilo halingekuwa ushindi wa mwisho? Juma hakusema wazo hilo mara moja. Alilikalia kwa siku chache. Lakini kila alipoketi kimya, likawa linamrudia kama sauti ya mlango unaogonga usiku. Hatimaye usiku mmoja akawaambia ndugu zake, nataka tumtumie mwaliko Lina. Kuta zilikaa kimya kwa sekunde chache. Lakini hakuna aliyepinga. Kwa sababu waliamini, kama Juma alivyoamini, kwamba hii harusi ilikuwa jibu. Na hakuna aliyejua kwamba majibu mengine yalikuwa tayari njiani, yakiwa yameshika mikono mitatu midogo. Siku ya kumwandikia Lina mwaliko haikufika kama jambo la kawaida. Juma hakuandika barua ya heshima wala hakutuma ujumbe wa adabu. Alitamani Lina asiye tu kusikia juu ya harusi, bali aione, aishuhudie, aone kile alichoamini kwamba alikuwa amekikosa kwa kukosa kuzaa. Alimpigia simu. Na sauti yake haikuwa kali, haikuwa ya hasira. Ilikuwa ile sauti ya mtu anayejifanya kuwa juu, kama anayeangalia kutoka kingo za mlima. Lina, alisema kwa sauti tulivu, isiyo na unyenyekevu wala shukrani za zamani. Nataka nikualike rasmi kwenye harusi yangu. Uje uone maisha yangu mapya yenye raha. Kulikuwa na ukimya mfupi. Si ule wa maumivu yanayoanguka kwa kasi, bali ule wa pumzi inayohitaji kukusanywa kwanza kabla ya kujibu. Lina hakuuliza maswali. Hakusema kwa nini. Hakusema haitanifaa. Hakumkumbusha Juma nilivyokuwa wanapendana, walivyolia pamoja, walivyofanya mipango mingi wakiwa kwenye mkeka wa sebuleni. Alijua maneno hayo hayangekuwa na pahali pa kukaa sasa. Alichosema tu, kwa sauti yake ile ya zamani ambayo haikuwahi kuvunjika hata siku ya talaka. Sawa Juma. Nakuja. Hakukuwa na maumivu yaliyosikika. Hakukuwa na hisia za kukimbia. Lakini nyuma ya jicho lake kulikuwepo ukimya wa mtu aliyeshapitia mateso, na sasa amejifunza kufunga milango ya ndani. Juma, akihisi kana kwamba ameshinda pambano ambalo halikuwepo, alitabasamu. Vizuri. Nitafurahi kukuona, akasema, lakini tabasamu hilo lilikuwa la ndani ya nafsi, si la midomo. Kwa upande mwingine, Lina alikaa kimya baada ya simu kukatika. Aliweka simu mezani taratibu. Mikono yake haikutetemeka. Hakulipuka kwa kilio. Alikaa tu, akitazama dirisha, ambapo mwanga laini wa jioni uliingia kama rangi ya dhahabu kidogo. Hakuwa tena yule Lina aliyekuwa anatafuta kuthibitisha thamani yake kwa macho ya watu. Maisha yalikuwa yamemfundisha somo ambalo wengi huchukua miaka mingi kuelewa. Wakati mwingine kupotezwa sio kuanguka, ni kuokolewa. Kwa siri yake, moyo wake haukugonga kwa maumivu. Ulipiga polepole, kama moyo wa mtu anayejua ana safari ya kurudi mahali alipojenga upya. Mahali ambapo alikuta upendo tena, mahali ambako watoto watatu wadogo walikuwa wakicheka wakiwa chumbani. Alijua kwamba kesho, kitakachotokea ukumbini, kitakuwa si cha kumdhalilisha, bali cha kufichua ukweli ambao Juma hakuwahi kutaka kuuona. Siku za kuelekea harusi zilipokaribia, kijiji kizima kilikuwa kimejaa gumzo. Watu walikuwa wakizungumza kana kwamba harusi haikuwa tu sherehe ya wawili kupendana, bali kama tamthilia ya kufuatilia maisha ya wengine. Lina atasikitisha sana siku hiyo, mtu mmoja alisema sokoni, akipima nyanya. Atakuja akiwa amechoka, pengine amedhoofika, bila hata kuvaa vizuri. Mwanamke akishindwa kuzaa, moyo wake pia hukauka, mwingine akaongeza kama ananukuu kitabu cha sheria. Maneno hayo yalizunguka kama upepo mkavu. Hakuna aliyefikiria kwamba maisha ya mtu hayawezi kutabiriwa kwa macho ya nje. Wote waliamini kuwa Lina alikuwa ameanguka, amepotea, ameachwa nyuma na historia. Lakini hawakujua. Wakati watu walizani Lina angekuja kama kivuli, ukweli ulikuwa tofauti kabisa. Baada ya kuondoka kwa Juma, Lina hakuwa ameanguka. Alikuwa amepona. Alipata muda wa kuangalia moyo wake, kujifungua, kukubali maumivu yake, na kisha kusimama upya. Na pale katika safari ya kujisimamisha, alikutana na mtu mwingine. Si mtu wa maneno mengi, si mtu wa kujionyesha, bali mtu mwenye jicho linaloweza kusoma maumivu ya ndani na bado kusema, umetosha. Huyo alikuwa Said.
Said hakuwa tajiri, hakuwa mtu maarufu, lakini alikuwa mtu ambaye alijua thamani ya kusikiliza. Alimpa Lina kile ambacho dunia nzima ilimnyima, amani. Na kwenye amani hiyo, miujiza ikaingia taratibu kama maua yanayofunguka wakati wa mvua ya Aprili. Lina alipata ujauzito. Sio mmoja, wala wawili, bali mapacha watatu. Wakati mwingine maisha yana tabia ya kusema ukweli, kimya kimya, bila kelele. Wakati mwingine, miujiza inakuja baada ya milango iliyovunjika. Kwa sasa, Linosiri hakuwa mwanamke aliyekonda kwa huzuni, wala aliyekatika rohoni. Alikuwa amekua. Ngozi yake iliangaza kama mtu anayelala vizuri. Macho yake yalikuwa na utulivu wa mtu aliyejua alichopitia na kukivuka. Alikuwa mama. Alikuwa mke tena. Na zaidi ya yote, alikuwa na hadhi ambayo haikuhitaji maneno ya kuthibitishwa. Lakini kijiji hakujua hilo. Walijua hadithi ya zamani tu. Lina asiyezaa. Hawajajua hadithi mpya, Lina aliyeinuliwa. Na sasa, siku ya harusi ilipokaribia, watu walijadili tu wazo la kivuli chake kuonekana. Hakuna aliyejiandaa kwa kinachoenda kuingia ukumbini. Sio kivuli, bali mwanga wenyewe. Siku ya harusi ilifika kama wingu zito lenye mvua iliyotulia juu yake, lakini bado halijashuka. Ukumbi ulipambwa kwa rangi za dhahabu na nyeupe, taa zikimetameta kama nyota zilizoshuka karibu. Muziki wa taratibu ulicheza, wageni wakakaa wakingojea kuona kile walichokuwa wamekisubiri kwa siku nyingi, harusi ya ushindi wa Juma, kama walivyoiita kimya kimya. Amina alionekana mrembo, kwa upole aliouzoea. Alikuwa amekaa kwa adabu, akiguswa mara kwa mara na wageni waliokuwa wakitoa pongezi. Juma, kwa upande wake, alikuwa akitembea huku mabega yake yakiwa juu kidogo, akiamini macho ya kila mtu yanamfuata kama shujaa wa hadithi aliyeshinda mtihani. Muziki haukusimama, watu hawakupiga kelele, lakini ukimya ulitanda kama mtu aliyekata hewa ghafla. Vichwa vikaanza kugeuka, mmoja baada ya mwingine, mpaka ukumbi mzima ukawa kama unaozunguka katika mduara mmoja wa macho yaliyovutwa na kitu kimoja. Lina aliingia. Hakukuwa na mavazi ya kelele, hakuna vito vya kupita kiasi. Alikuwa amevaa gauni la rangi ya samawati nyepesi, laini kama anga la asubuhi. Uso wake ulikuwa mtulivu, ule utulivu ambao haupatikani kwenye fedha, bali hupatikana baada ya roho kupona. Alitembea polepole, hatua zake hazikuwa za majivuno, bali za mtu anayejua thamani yake bila kutamka. Kushoto kwake, akishika mkono wake, alikuwepo Saidi, mume mpya. Alikuwa amevaa suti nyeusi iliyokaa sawa, macho yake yalikuwa tulivu, si ya kujionyesha wala kushindana. Alikuwa pale kama mtu anayemheshimu aliyeko pembeni yake. Lakini lililofanya ukumbi mzima kushusha pumzi moja ya mshangao, ilikuwa watoto watatu wadogo, mapacha watatu, wenye nyuso zinazofanana na tabasamu laini. Wakiwa wamevaa mavazi madogo yanayofanana, walishika mikono ya Lina na Saidi, kana kwamba dunia yote ilikuwa mkononi mwao. Mtoto mmoja akamvuta Lina taratibu, akisema kwa sauti ya upole, "Mama, tunaenda wapi?" Lina akainama na kutabasamu. "Kupitia tu mwanangu." Wageni walianza kuangalia kama wamepoteza sauti. Hao ni watoto wake? Lakini si walikuwa wanasema hawezi kuzaa? Labda tulikosea, tulimhukumu. Juma, aliyekuwa msimamo karibu na jukwaa, alisikia ukumbi ukitetemeka kwa minong'ono. Alijaribu kucheka ili kuficha mshtuko, lakini macho yake yalishindwa kujificha. Yaliogopa. Yalilowa. Kwa mara ya kwanza, alihisi hadithi yake ikibadilika mbele ya macho ya kila mtu. Juma alikuwa amekaa mezani upande wa mbele, karibu na jukwaa. Alikuwa amevaa suti kali, viatu vimeang'aa kana kwamba vilikuwa vinatoa mwanga wao wenyewe. Uso wake ulionyesha fahari isiyokosa, ile fahari ya mtu anayejua leo ni yeye nyota ya ukumbi. Kila mtu alikuwa akimpongeza, akimshika mkono, wengine wakimwambia, "Hongera sana kaka, umepiga hatua kubwa sana. Huyu bwana harusi naonekana mstaarabu kweli." Lakini mbele ya furaha hiyo kulikuwa na ukimya wa ndani, ule ukimya ambao mtu huusikia tu mwenyewe. Sauti ya DJ ilipomaliza wimbo wa taratibu na mlango wa ukumbi ukafunguliwa, macho ya watu yakageuka kwa wakati mmoja. Hapo ndipo Lina aliingia. Ukumbi ukatetemaa kidogo kwa mshangao wa ghafla. Lina hakuja kama yule msichana wa zamani, aliyekuwa akilia, akiumia, akihangaika kuonekana wa thamani. Alikuwa amesimama wima, akiwa na utulivu wa sauti ya upepo wa asubuhi. Gauni lake lilikuwa rahisi lakini la heshima, likipita sakafuni kwa upole. Moyo wake haukuwa mzito tena. Na pembeni yake alitembea mume wake mpya,
mwanaume mwenye sura ya hekima, uso wenye tabasamu la heshima lisilojigamba. Alikuwa na mwili uliosimama imara, kama mtu aliyekuwa ameziva misukosuko na sasa ameingia kwenye uhuru. Lakini kilichoifanya hewa ya ukumbi isimame ni wale mapacha watatu waliokuwa wakishika mikono ya wazazi wao wawili. Watoto watatu wenye sura za kung'aa kama wameshonewa nuru ya asubuhi kwenye mashavu yao. Mmoja alicheka bila sababu, mwingine alikuwa ametulia, watatu alikuwa akigeuza macho yake bila woga, kama anaelewa dunia mapema sana kuliko umri wake. Juma alihisi ulimwengu unamganda. Kinywa chake kilifunguka bila sauti kutoka. Kichwa chake kilienda nyuma kidogo, kana kwamba anajaribu kuleta picha ya zamani izipe nafasi ya kukabiliana na picha aliyokuwa anaiona. Hivi, ni Lina huyu? Alijiuliza. Hivi, huyu mwanamume ni nani? Na watoto watatu. Maneno ya ndani yakapiga hadi moyoni. Nilidhani yeye ndiye tatizo. Nikasema hana bidii. Nikasema hana malengo. Nikasema hanifai. Sauti ikabadilika, ikawa sauti ya kiwewe. Lakini kama kweli yeye alikuwa tatizo, angewezaje kung'aa hivi sasa bila mimi? Wakati huo hakukuwa tena mziki. Hakukuwa tena shangwe. Ukumbi uliendelea, watu walicheka, walipiga makofi. Lakini ndani ya Juma kulizuka kimya kizito sana. Kimya ambacho kiliuliza swali moja. Labda tatizo lilikuwa mimi. Sauti ya shangwe ukumbini iliendelea kama kawaida. Ngoma ziliunguruma, kamera zilipiga miale kama umeme mdogo, watu walicheza, wengine walipiga kelele za furaha. Lakini ndani ya Juma kulikuwa na ukimya mzito uliokuwa unakandamiza kila pumzi aliyojaribu kuvuta. Furaha ambayo alidhani ingemiminika kama maji kwenye moyo wake siku ya harusi yake, ghafla ilianza kukauka taratibu, kama kisima kinachopoteza maji chini ya ardhi kwa siri. Alitazama mezani alikoketi mke wake mpya. Mwanamke mzuri, mstaarabu, anayetabasamu bila kujua dhoruba iliyokuwa inaendelea ndani ya Juma. Alikuwa na furahi, akijadili na marafiki, akirekebisha maua upande wa gauni lake. Hakujua kuwa moyo wa mume wake ulikuwa umeanza kuvunjika bila kelele. Juma akafumba macho. Kivuli cha Lina katika miaka ya nyuma kikarudi. Wakati ule alipokuwa akimsema mbele ya marafiki. Wakati alipokuwa akimpiga maneno makali bila kumsikiliza. Wakati alipokuwa akimuita mzigo kwa sababu hakumtimizia anachokiona yeye kuwa ndoto. Wakati alipokuwa anatoka nje usiku, akimwacha Lina akilia kitandani akiwa peke yake. Kumbukumbu hizo hazikuja kama filamu nzuri. Zilikuja kama makonde, moja baada ya moja. Nilisema hana thamani. Nilimwambia atabaki bila mtu. Nilimtupa kama kitu kisichotakiwa tena. Lakini leo yeye ndiye ambaye alikuwa anakosa pumzi ya kuendelea kutabasamu. Alikuwa kwenye harusi yake mwenyewe, lakini moyo wake ulikuwa umefungwa gerezani la majuto. Alimwangalia tena Lina, ambaye sasa alikuwa amekaa upande wa ukumbi akicheka na watoto wake. Watoto walikuwa wakicheza kwa amani, na mume wake alimfinya kidogo mkono kwa utani, na wote wakatabasamu kwa utulivu wa maisha yenye uelewano. Hakukuwa na shinikizo. Hakukuwa na maumivu. Kulikuwa na muda uliokomaa. Na ndipo ukweli ukamgusa Juma bila huruma. Lina hakupotea bila yeye. Lina hakumwanga. Lina aliendelea na maisha. Na si tu kuendelea, bali alikuwa na kung'aa zaidi kuliko alivyowahi kung'aa akiwa naye. Juma akajisikia moyo wake ukivunjika kwa ukimya. Hakuna kelele, hakuna machozi yaliyodondoka hadharani. Bali hisia nzito ya mtu anayegundua. Si maisha ndiyo yamemwacha. Bali yeye ndiye aliyachagua kuondoka kutoka kwa maisha mazuri. Harusi yake ikaendelea. Lakini moyo wake haukuwepo tena. Juma aliketi pembeni ya ukumbi, akisogelea kwenye kiti chake huku macho yake yakipita mara kwa mara kwenye wazo la Lina na watoto wake mapacha watatu. Kila tabasamu la Lina lilimfanya ashtuke, kila kicheko cha watoto walichokuwa wanacheza kilimfanya ahisi tofauti. Mchanganyiko wa furaha na huzuni, yenye mguso wa majuto yasiyoisha. Alijua sasa kwamba alikosa thamani ya hazina aliyokuwa nayo, mke wake wa kwanza, mtu aliyempenda bila masharti. Hakuna kicheko kilichokuwa kikimfanya aonyeshe fahari yake ya awali. Hali ya kifahari na fedha ilijawa na giza la upotevu. Kila mtu aliyehudhuria harusi hiyo, waliambiwa kuona ukweli wa Lina, walishangaa kuona jinsi mwanamke huyo aliyeonekana dhaifu na bila matumaini sasa anavyoshikilia maisha yake kwa amani na furaha. Mshikaji wake mzuri na watoto wake walikuwa ishara hai kwamba maisha yanaweza kubadilika kwa njia zisizotarajiwa. Juma alijiuliza mara nyingi. Nilidhani nilikuwa na amri ya maisha, nilidhani tatizo lilikuwa kwake, lakini sasa inaonekana mimi ndiye nilikuwa na makosa.
Majuto yake yalikuwa makubwa kuliko maneno yoyote aliyoweza kusema. Alijua kuwa heshima na upendo havipimwi kwa mali au mafanikio ya dhahiri. Lina Hai kwa upande wake, alionekana amepata amani isiyo na kifani, heshima na furaha ya kweli, jambo lililokuwa la thamani kuliko chochote alichokuwa nacho Juma. Wakati ukumbi ulipojaa kicheko cha watoto na upendo wa familia, hadithi hii ilimalizika kwa ujumbe mkali. Usimdharau mtu kwa sababu ya hali ya muda. Maisha hubadilika. Heshimu, jenga na vumilia, maana hujui kesho yake. Juma alibaki amezungukwa na majuto, akijua kuwa hakuwa na haki ya kuamua thamani ya mtu mwingine. Lina alionekana kama mfano wa uvumilivu, upendo na hekima, mtu aliyeweza kugeuza mateso kuwa furaha na kutoka kwenye maumivu ya jana hadi kwenye baraka za kesho. Ukumbi ulipungua polepole, kicheko na huzuni vikibaki nyuma, na hadithi ikiacha funzo la dhahiri: hekima, heshima na upendo havina muda. Yote yanapoteza uzuri wake pale unapoyakosa au kuyapuuza.